Leo tutaongelea kadhia ambayo iliyotokea jana siku ya Ijumaa katika msikiti wa Kichangani kwa Sheikh Walidi. Lakini kabla ya hapo, mara nyingi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametuwekea ubainifu katika kila kitu. Na ukifuatilia katika Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akiongelea wingi wa watu alisema walakin akthara nasi la ya'lamun. Utasikia la ya'lamun, hawajui, la yashkurun, hawashukuru, la onani. Ukiangalia nyingi katika Qur'ani akiongelea Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu watu wengi, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwasifu kwa sifa nzuri. Yani wengi, ukikuta watu wengi wanaongelea kitu fulani ama wako katika kitu fulani, mara nyingi hicho kitu kiangalia mara 2 ama mara 3. Qur'ani ndio imetufundisha hivyo. Na sisi tulipofikia na jambo kama hili lililotokea kutolewa kwa Sheikh Walidi, limekuwa ni jambo ambalo linadhihirisha Waislamu ni watu wa aina gani. Kwanza, katika kitu cha kwanza, Waislamu sasa hivi imekuwa dini ya Uislamu imekuwa ni kushabiki. Sio dini ambayo watu wanaelewa kitu gani ambacho wanachokifanya. Na ukifuatilia kiundani na ukienda kama Qur'ani ilivyosema, kuabiria idadi ya watu wengi mara nyingi unakuta si watu ambao wanaofikiria vitu ambavyo wanavyofanya. Yani anakuta mtu anafanya, ukimuuliza kwa nini unafanya hivi, hajui na yeye, kwa sababu amekuta watu wanafanya. Ukiangalia tuhuma zilizopita kipindi cha hapa nyuma, kulikuwa na mambo ya kushikana bega. Watu wengi walikuwa kiofia, kulikuwa na popobawa sijui. Watu wengi walikuwa kiofia, ni mambo ambayo yalikuwa kitrendi, lakini uhalisia kulikuwa hakuna kitu kama hicho. Lakini kwa sababu ni watu wengi wanafanya mambo kama la ya'lamuna, hawajui wanachokifanya wala hawafikiri. Na ndio maana hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoanza kufanya da'wa alikutana na changamoto kama hiyo, na manabii wengi walikuwa wakisema kwamba sisi hatukukuta watu tuliowazoea wakifanya mambo kama haya. Na sisi katika jamii tuliyokuwa nayo ni jamii ambayo huwa haiangalii ukweli wa kile kitu ambacho wanachoambiwa, wala uhalisia wa lile jambo ambalo wanaloambiwa. Sisi tuko katika jamii ambayo yenyewe ukweli wanapima na jamii, watu wengi wanasemaje. Yani wanaangalia watu wengi katika hili jambo wanasemaje ama wanafanyaje, kisha na wao ndipo wanapofanya. Si usawa ukoje katika lile jambo. Na maanisha nini katika kadhia kama hii? Ukiangalia Sheikh Walidi kutolewa katika madaraka, Sheikh Walidi ukiangalia kabla ya hapo alikuwa akifanya da'wa, alikuwa akifanya harakati za dini. Je, kile cheo kutolewa kinasababisha kwanza hawezi akafanya kazi ya da'wa, wala hawezi akafanya kazi ya dini, au ndo mwisho kufanya majukumu ya kidini? Sasa madhara ya kile cheo kutolewa, sisi Waislamu tunaathirika na nini? Kwa sababu kama lengo ni Uislamu, bado anaendelea kufanya darsa, bado anaendelea kufanya harakati za dini. Sasa hakuna kitu kilichotoweka kwake zaidi ya kuwa yeye ametoweka katika kile cheo tu basi, kwamba harakati zingine zote zinaendelea. Sasa sisi wengine tunalalamika nini? Sasa unakuja kukuta kwamba baadhi ya watu, hata jana siku ya Ijumaa kuna watu walianza kuhamasishana twende katika msikiti wa Bakwata. Kuna watu nimeona kwamba twende kule tukaulize, wengine wanasema tukaswali pale tukampe. Tunaenda kishabiki, ndugu zangu katika imani, wala hatujui kwa nini tunafanya mambo kama haya. Na wala kufanya mambo kama haya, yani inaonyesha kwamba udhaifu wetu wa kuelewa mambo yetu ya kidini. Tuangalie kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia Mtume Muhammad katika hijjatul wadai, alipokuwa kiaga hija ya mwisho, alifika sehemu akawaita masahaba wote, akamshika mkono Saidina Ali, hadithul Ghadir ile, akamwambia man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu, hadithun sahihun, hadithi sahihi. Atakayekuwa mimi ni kiongozi wake, basi huyo Ali ni kiongozi wake, Saidina Ali ni kiongozi wake. Akamwombea dua na walisimama katika hiyo sehemu. Sasa lakini baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya masahaba walisema kwamba kiongozi inabidi awe nani? Saidina Ali karramallahu wajhahu. Lakini wengine wakakataa. Lakini je, baada ya mtume kumsema na hadithi kaja usahihi kwamba Ali awe kiongozi, baada ya kukaimishwa Saidina Abubakar kilitokeni?
au baada ya kuja Saidina Umar. Je, Saidina Ali alijitupa katika masala ya dini? Bali alikuwa sambamba na waliungana pamoja kwamba sasa hivi mimi sipo katika huo uongozi, lakini wewe ndio kiongozi. Sasa mimi nitasimama katika majukumu yangu ya kidawa kuendelea moja kwa moja, na sisi tutakuunga mkono. Na hata Saidina Umar mpaka alifikia katika fatawa nyingi, Saidina Umar akasema laula Ali la halaka Umar, laita asingekuwa na Saidina Ali angeangamia Saidina Umar. Ali hakujivua, Saidina Ali hakujivua katika kile cheo, ile nafasi, kwa sababu yeye alitabiriwa kabisa na Mtume. Lakini alipopokonywa ule uongozi aliungana na wale wengine, kwa sababu walijua jukumu hiki ni cheo tu, ni nafasi, lakini bado mimi na nafasi ya kufanya harakati za dini. Sisi tunapoenda kufanya hizi, tunapolalamika, na ukiangalia sisi kwa sababu tunaenda kishabiki, na tunaposema kishabiki hili jambo ukiangalia wengi sasa wanaliongelea sana, wengi sana ni hawa watu ambao ni watu maarufu hawa ambao sisi tunawashabikia. Na tunaposema mtu kushabikia ni kufanya kitu bila kutumia akili ama maarifa. Yaani unapenda kusikiliza kile kitu ambacho kinachokugusa hisia zako tu kile, basi wewe ndio unachokifanya, wala huangalii usawa wa hili jambo wala usawa wake ama si usawa wake. Na tunaposema watu ambao wanaokushabikia ni kama vile washabiki wa mpira, hawapendi kusikia, kama ukiangalia hawapendi kusikia timu yake ikiongelewa vibaya, hata ikiwa vipi yeye yuko hivyo hivyo. Na utakiangalia mfano, hata ukiangalia juzi Sheikh Mazinge kuna jambo aliliongelea kuhusu mpira, angalia watu walivyomuijia juu kwamba Mazinge ameongelea, aligusia tu Pacome anakusaidia nini katika nani adhabu zako za kaburi. Lakini angalia watu walivyokuja, ule ndio ushabiki. Yaani ushabiki hauangalii mtu kasema kwa nini, kwa lengo gani. Wewe kwa sababu ameenda kinyume na hisia zako, basi wewe ni kosa. Angalia kipindi hiki Sheikh Walidi, kuna miaka ya nyuma, huyu ambaye sasa hivi tunamshabikia, kuna jambo aliwahi kuliongelea katika pale Kichangani. Ni mtu ambaye anayekubalika tangia kitambo, lakini ilikuwa ni masala ya maandamano, aliongea tofauti. Lakini watu walienda walipiga gari yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni watu ambao wanaoshabikia. Watu wanaokushabikia ni watu ambao hawataki kusikia kitu tofauti na kile kitu ambacho wanachokipenda wao. Ndio maana ya mashabiki. Lakini watu ambao wanaotafuta ukweli hawana mambo kama haya. Hata ukiongea kitu ambacho kiko kinyume na wao, hawatoacha kukufuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanachotafuta ni ukweli. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa, hakuwa shabiki kwa masahaba zake. Alikuwa na Usama, tumwangalie Usama, alikuwa ni kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata siku moja aliamrisha jeshi kubwa la Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wakao wao wanaongozwa na Usama. Alikuwa ni kijana mdogo, lakini siku moja Usama alifanya kadhia moja ambayo ilimuudhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Japokuwa ni kipenzi chake, alienda alimuua mtu. Akasema ilikuwa ni hivi kwamba alikuwa akimfukuza kafiri moja, baada yule kafiri kufukuzwa akatamka shahada, lakini Osama akaenda akamkata kichwa, akasema huyu ametamka shahada kwa sababu kuogopa nini? Kuogopa upanga. Mtume Muhammad akakasirika, akasema ulipasua moyo wake ukajua kwamba amefanya hivyo. Mtume Muhammad akamwamrisha alipe fidia kwa sababu ni kosa kalifanya. Wala mtume hakumshika vizuri kwa sababu ni nani? Ni mtu ambaye anayempenda. Hapana. Bali mtume yeye alikuwa akiangalia usawa ni upi. Na sisi katika mambo yetu tukiangalia sasa tunavyoshabikia hivi, unakuta mtu mwingine, huyu Sheikh Abbas sasa hivi aliyekaimishwa sasa hivi katika Sheikh wa mkoa, unakuta kwamba anatoa ahadi, bwana mimi nitafanya hivi. Kuna watu wengine wasema hatukutaki. Sasa yeye humtaki kwenye jambo gani? Kwa nini yeye kuna jambo gani ambalo wewe hutaki? Eti tunamtaka shehe wetu wa mkoani kwenye lipi? Sasa ukiona kama tunaenda kishabiki katika vitu ambavyo havifai, havina miguu wala mikono, yani tunaenda kwa sababu tunashabikia na tunaendeshwa, wala hatutaki kusikia wale watu ambao hatutaki kusikia ukweli wala kufuata ukweli. Sasa hii ni changamoto ambayo tuko nayo. Na ukiangalia sasa hivi unakuta hata watu, baadhi ya watu, ukiangalia katika hii kadhia ya mashabiki, sisi katika dini ya Uislamu ukiangalia kiukweli, hata watu ambao waliopo katika dini ya Uislamu asilimia kubwa si kwa sababu wanajua Uislamu labda dini ya kweli, hapana, bali ni kwa sababu wao wamezaliwa katika Uislamu. Ndio sababu hiyo. Wewe ukimuuliza kwa nini wewe ni Muislamu, hajui.
na anaambia wewe, je, ukimwambia Uislamu dini ya kweli, atasema ndio. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasikia watu wanamwambia hivyo. Lakini je, thibitishe hilo jambo unalosema? Hakuna. Kwa sababu amekuta amezaliwa. Na sisi hatuna kanuni ya kusikiliza. Na ndio maana ukitaka hata katika ukitaka harakati zako ama mambo ukitaka kufanya yapate wafuasi, basi fanya yale mambo ambayo ya kishabiki, yale mambo ya uvumi yale, basi utapata watu wengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ndio vitu ambavyo tunavyovipenda, yani kuvishadadia vitu ambavyo havina maana ndio vitu vyetu. Kwa sababu vitu vya maana huwezi ukapata watu ambao wanaweza kuangalia, hapana. Wao hawana vitu. Na ndio maana hata sasa hivi wasanii wakitaka kuanzisha hata kutoa nyimbo, kitu ambacho wanachokitafuta sasa hivi, anatafuta kitu ambacho kitavuma. Anatafuta sababu skendo ile inavuma alafu anaacha. Kwa sababu anajua tu nikiache hichi kitu hawa wa Tanzania watakipenda na watakuwa anahangaika nacho. Ndio tuko hivyo. Sasa na hilo jambo tumetoa katika mipira, tumetoa katika muziki, sasa hivi tumeleta katika dini. Sasa unakuta watu kama hawa, ukiongea jambo kama hilo, wewe unataka uende ukaulize ili iweje kwamba Sheikh Walid sasa hivi amezuiliwa kufanya dawa. Angezuiliwa hapo sawa. Amezuiliwa kuswalisha, amezuiliwa kufanya nini? Kilichotolewa tu pale ni kile cheo, lakini bado harakati zile ataendelea nazo. Kuna watu wengine wamemtungia kabisa na kaswida, yani kama ni msiba vile. Angalia kipindi cha Saidina Hassan, alikuwa ni kiongozi, alitawala miezi 6. Baada ya kuona kwamba Uislamu ile kulikuwa na vita katika ndani ya Uislamu, akaamua yeye ajitoe kwa ajili anaona kwamba kutakuwa na utofauti ndani ya Uislamu. Akajitoa yeye, akamwachia uongozi nani? Muawiya. Lakini alijitoa na ilikuwa ni haki yake uongozi, kwa sababu anaangalia maslahi mapana. Sasa sisi tunachochea vitu ambavyo hatuvielewi wala hatujui, na watu ambao wanaotuhamasisha ni watu ambao hawana mbele wala nyuma, hawajui chochote. Kwa sababu ukiangalia vitu ambavyo wanavyoongea, ukivileta katika nadharia ya Kiislamu, ukileta katika nadharia ya kisheria, wanaongea katika vitu ambavyo havina miguu wala mikono, havieleweki. Lakini kwa sababu na sisi tunapenda vitu ambavyo vya kishabiki, tunapenda kushabikia vitu, na sisi ndio tunataka hivi. Ongea vitu vya maana kama utapata watu. Ongea vitu ambavyo vina impact katika jamii kama utapata watu. Na siku moja niliwahi kumsikia yule mtu mmoja, alikuwa ni Eric Shigungo, miaka ya nyuma, alikuwa akilalamika, kwa nini sisi ambao tunaongea fakti, tunaongea vitu vya maana, hatupati hata viewers wengi katika maongezi yetu? Kwa sababu angalia wale watu wengine tufanyaje. Alikuwa akilalamika kitu kama hicho, kwa sababu sisi tayari tumeshajiwekea ni watu wa kishabiki katika mambo. Sasa tumeshatoka katika ushabiki wa mipira, tunaleta sasa ushabiki katika mambo ya kidini. Sasa hivi shekhe huyu, kuna sehemu niliona watu wengi wanaanza kusema sisi shekhe wetu mkoa ni yule. Ili weje? Yani sababu ni zipi? Ukifikiria hakuna kitu cha maana zaidi ya ushabiki. Sasa ushabiki katika dini haufai, na Allah Subhanahu wa Ta'ala hauridhi. Na ndio maana unaona kama hata sasa hivi, hata kuna baadhi ya watu unaona katika Facebook au wapi, unakuta anamweka Sheikh Mazinge, Sheikh Nuruddin Kishki, anamweka na mufti, anamweka na nani, afu anamweka mufti X, alafu anasema nani anaweza kuwa mufti. Sasa ukiangalia mfano kama Sheikh Mazinge mwenyewe kabisa anasema kwamba mimi sijasoma kabisa elimu ya dini ile sana, anajua lakini sio sana. Uprofesa wake ni katika masala ya Bible, ndo mtaalamu. Sasa huo unasema awekwe, na ana mchango mkubwa katika Uislamu, mkubwa sana, lakini yeye sekta yake sio hiyo. Na Mtume Muhammad kipindi kile watu kama hao walikuwepo. Angalia Hassan ibn Thabit, alikuwa ni mtu ambaye ni muoga sana katika wale shuara usahaba. Alikuwa ni Hassan ibn Thabit, alikuwa ni muoga, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtumia katika jihadi mara nyingi. Alikuwa akimtumia katika nini? Kutumia maneno. Alikuwa anaweza kutumia maneno, propaganda zile. Hassan ndio ilikuwa kazi yake, lakini katika jihadi sasa na Mtume. Sasa ukiangalia sisi vitu vingi hatuendi, kwanza hatujui, na wala hatutaki kufuatilia vitu vya maana, kusikiliza vile vitu ambavyo vinaweza vikaleta mabadiliko katika fikra zetu, vikaleta mabadiliko katika jamii yetu. Bali sisi ni watu ambao tunafuata ufuasi, ushabiki. Sasa kama jana tumeambiwa kuna mtu mmoja hivi, msemaji wa timu moja, anasema bwana sisi tukaswalie pale Kichangani ili tuweze kunani, na watu kweli wanatoka sehemu wanaenda kukusanyana pale. Yani ukiangalia ni vitu ambavyo havina maana wala havina mbele wala havina nyuma, yani havieleweki, ni vitu ambavyo vinatia aibu kabisa. Lakini
Lakini sasa ukiangalia ndio jamii tuliyokuwa nayo, na jamii hii haitaki kusikiliza vitu vya maana wala haitaki kujua vitu vya maana ambavyo vinatija katika jamii yao. Hapana, bali ni watu, ndio maana hawa ni watu ambao wao bado hata ukitaka kuwatumia basi watumie wale watu ambao wafuasi, wale watu ambao wenye watu wengi, wale wanaweza, ukianzia kitu chochote basi watumie wale, basi hao watu wa chini wote watafuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu hao watu wa chini ni mashabiki, na mashabiki ni watu ambao wanafanya kitu bila kufikiria. Sasa na sisi katika Uislamu, sisi hiki kitu hakifai. Tujitahidini jamani, tuzindukane na tuachane na ushabiki, na haya mambo tunayofanya hayapo kabisa na wala hayalingani kustahiki sisi tukafanya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.